Yote tisa la kwangu, jina ni Milia Kisienya. Kwa sasa niruhusu tuangazie yanayoibuka, na inayofuata ni kuwa mbunge wa Afrika Mashariki Kanini Kega anatarajiwa kuandikisha taarifa kufuatia madai ya kushambuliwa hapo jana katika mkutano wa chama cha DCP eneo la Olkalau. Kega anatarajiwa kuandikisha taarifa hiyo katika eneo la Oljororok, na kwa sasa niruhusu tuungane naye mwanahabari mwenza Alan Ochanda ambaye amekuwa akikita kambi katika eneo hilo la Olkalau. Mtazamaji, atujuze zaidi kuhusiana na haya yanayoibuka. Alan, hujambo? Tujuze hivi sasa Kega ashafika, hali halisi ni gani na upo wapi hivi sasa kwako? Na Milia, kama tulivyotaja ni kwamba tupo hapa katika kituo cha polisi cha Oljororok hapa kaunti ya Nyandarua, eneo la Olkalau, kaunti ya Nyandarua. Oljororok ni kama kilomita 10-15 kutoka mji wa Olkalau, na hapo jana jioni baada tu ya mikutano ya hadhara, kumbuka kwamba hapo jana Jumatatu ndio ilikuwa siku ya mwisho kulingana na tume ya IEBC kwa kuweza kufanyika kwa kampeni za wanasiasa 9 wote ambao wanapania kuweza kuchukua ama kuwanang'ang'ania ile nafasi ya ubunge iliyoachwa wazi na Njuguna Kiaraho. Siku ya Alhamisi watakuwa wakielekea debeni kuweza kuchagua mbunge wao hao wakazi wa Olkalau. Na hapo jana wakati ambapo baada tu ya mikutano hiyo ya hadhara, mbunge la Afrika Mashariki IALA, huyo ni Kanini Kega, baada ya mkutano huo akirejea upande huu wa Oljororok, alipofika eneo la Kasuku, mwenyewe anasema kwamba aliweza kuvamiwa. Aligundua kwamba kuna magari kadhaa ambayo yalikuwa yakiweza kumfuata, na waliposhindwa kuweza kutoroka, yeye na dereva wake wakaweza kutoroka kwa miguu, na hivyo baadaye kuweza kutoa video na akiwa amejificha katika nyumba mojawapo ambaye hatukuweza kujua pengine ni wapi, ila leo asubuhi amesema kwamba atakuwa akiweza kufika hapa kuweza kurekodi taarifa hapa na polisi. Kumbuka gari lake, ukitizama pale, gari lake ndilo pale limeweza kuegeshwa pale katika kituo hiki cha polisi cha Oljororok, na ukitazama upande wa nyuma na upande wa madirisha ya dereva na upande huu mwingine limeweza kuharibiwa kwa sana, na ikiweza tu kuashiria ni vipi ambalo uzito wa shambulio hilo la jana, kwa sababu pia jana wakati ambapo maafisa wa polisi waliweza kufika pale, waliweza kupata yale magamba ya risasi na zile risasi ambazo ziliweza kutumika wakati wa kuweza kutekeleza shambulio hilo, na hivyo Kanini mwenyewe akiweza kusema kwamba pengine ni shambulizi la kisiasa na kuweza kulalamikia kuhusu ule msururu wa kuofisha, kwa sababu kumbuka juzi wakati ambapo kundi la Linda Mwananchi lilipokuwa katika eneo la Nyahururu liliweza pia kushambuliwa. Yule ambaye ni dereva wa gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata akiweza kupigwa risasi ya kuendelea kupata matibabu hospitalini. Kumbuka hapo jana pia pamekuwa na ile mivutano kati ya kundi la UDA na DCP, na baadaye tukaweza kuona wale ambao ni wafuasi baadhi ya wakazi hapa bila pengine kujua ni kundi lipi, ila walikuwa na zile kofia na zile jezi zilizo na nembo za chama cha UDA, wakiweza kuzitupa barabarani na kuweza pengine unajua ni masuala ambayo yamekuwa yakihofisha, ila pengine tutakuwa baadaye tukiweza kumsikiza iwapo atakuwa akiweza kufika hapa kurekodi taarifa yake hapa, tuweze pia kuzungumza na wale ambao ni wakuu wa usalama hapa, watu waeleze pengine ni nini ambacho kinaweza kushuhudia, kwa sababu ukitizama katika siku za awali, zile chaguzi ndogo za awali, pamekuwa na ile mivutano na pengine uchipukaji wa makundi ya wahuni ambayo yanakuwa yakiweza kuzua hofu, kwa sababu tunapoelekea uchaguzi wa mkuu wa mwaka ujao, basi mkondo kama huu, msururu kama huu ni wa kuhofisha, kwa sababu yasipothibitiwa kwa sasa yatakuwa yakiweza kugeuka na kuwa makundi ambayo hayawezi kuwa yanathibitiwa. Na hivyo Milia, wakati ambapo Kanini Kega yule ambaye ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki IALA atakapokuwa akifika hapa, tutakuwa tukiweza kuwajuza watazamaji wetu kuhusu pengine ni taarifa ipi atakuwa akiweza kuandikisha hapa, kwa sababu kumbuka kwamba ni majuzi tu alipoweza kuhama ule mrengo wa Rais William Ruto na kuweza kujiunga na ule mrengo wa Rigathi Gachagua ambaye ni kinara wa DCP, pia gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata. Kumbuka ni juzi tu amekuwa mrengo wa UDA, ila baadaye ameweza kuhamia mrengo wa Linda Mwananchi. Ila kumbuka kwamba pengine kabla ya shambulio lile la Irungu Kang'ata kulikuwa na ile onyo kutoka kwa kinara wa DCP Rigathi Gachagua, ila baadaye mwenyewe amejitetea akisema kwamba alikuwa na zile
zile taarifa za mapema kwamba pengine kungekuwa na msukosuko wa kisiasa. Ila milia, tutakuwa tukiweza kumjuza mtazamaji wetu kuhusu kila tukio linapoweza kutukia hapa katika kituo hiki cha polisi cha Oljororok, Olkalau. Asante sana Alan Ochanda, mwanahabari mwenza.